mimi leo wa kukupa ushirikiano wewe. Sikia. Siku nyingine ukanikuta sehemu au tumekaa sehemu mimi na wewe, naomba ongelee swala la muhimu na sio swala kama hili. Upuzi wako tutaki. Napambana sili mchana, nitabarikiwa. Shida za moto. Nani hapa mna kuraha uloka leo ukajikuta unaingia. Mbona hatoki? Au ndio nimeshomesha mahindi bali nimesikia huyu sasa kinakuja. Sasa vinakuja. Mbona nachelewa? Au ndio tayari nimetelekezwa? Sasa usiku sasa ukiingia na lala wapi sasa? Sawa, ndio nakaribia hapa kutoka kazini. Hapo. Aya, kaka! Bwana ndugu yangu. Sawa, ngoja kupigia ngoja nakupigia. Nirejea hapo kuja ndugu yangu. Nimepata zoro basi na ndugu yangu. Basi nyanyuka. Nyanyuka. Wewe unaendeleaje? Salama za mida kaka. Tunashukuru Mungu. Kwema ndugu yangu. Pole na nisamee kwa kuweka. Kaka, asante sana. Kaka nimekaa hapa nikajua basi tayari umenisaliti. Yaani nikajua umenichiti. Hapana. Usiwaze. Yaani muda wote ilikuwa niko mpweke kweli yani. Sawa, ndo nimekuja. Sawa. Ndio. Pole. Asante, nishapondo ukubwa. Lakini nilikuahidi kwamba nitakuja na japokuwa kwa kuchelewa. Sasa mimi kilichonistua ni vile naona muda wote hauji, nikajua labda nimeachika. Au siwaze, nilikuahidi nitakuja. Vipi umekula lakini? Kwenye kula nimekula ndugu yangu. Kale 2000 ukanipa kale. Nimenunua tu chipu si. Basi sawa, hamna shida. Basi naomba basi tuelekee nyumbani. Haya ndugu yangu. Sawa. Atuondoke. Ni huku. Ni huku. Bwana sawa ndugu. Shukrani sana. Usiwaze. Karibu. Asante sana ndugu yangu. Mambo yanaendaje lakini? Safi tu. Salama tu. Nisamee kwa kuweka. Nilishapo ndo ukubwa. Kale kahela nikolipa kale. Sikuwa mchipu si. Nitabarikiwa. Shida za moto. Yes. Aise, salama. Vipi wewe? Safi, mambo yanaendaje? Huku nyumbani kwema tu. Ndo nafika sasa hivi tu nyumbani. Vipi, umefika salama? Mimi nimefika salama sana, pole. Asante sana. Nahisi kichwa kinanisumbua sana. Pole sana. Kwanza pole na kazi, pole na majukumu. Ndo hivyo. Leo nimepiga kazi mpaka kichwa kinauma. Yule jamaa alikuletea hela? Jamaa gani? Mwanasheria. Nilishakwambia mwanasheria wako anajifanya kuwa ni mjanja, lakini ili swala nililiona toka mwanzo na mimi nilikwambia kwamba yule mwanasheria ni mjanja. Sasa kuna dogo mmoja nilikutana naye, anamfahamu na nahisi yule ni rafiki yake pia. Huwa wanapiga story vijiweni. Hapo kwake hapo. Wewe umeshafahamu? Kuna sema amenielekeza, amesema sio mbali sana na hapo kwenu. Kuna magodauni yapo hapo karibu na nyumbani kwenu ambayo yamepakana na National Housing. Sasa nyuma ya hizo nyumba za National Housing kuna nyumba mbili nzuri hivi. Huyu jamaa akahamia kati ya hizo nyumba mbili. Sasa wewe ukienda kuulizia tu nafikiri utaelekezwa. Basi sawa, wewe ngoja nikitoka huku nikifika tu hapo. Kwa kwanza itabidi nianzie pale kwa sababu watu wanatusumbua, na ni kweli ni muda mrefu kama mwenye sofa moja, ni muda mrefu. Kwa nikitoka mtu itabidi nifika nianzie hapo moja kwa moja. Na unajua kabisa kwamba wateja wanaotudai wewe ukitoka tu mimi napata shida. Asante, tuombe Mungu, lakini yote na yote hakuna kitakachotokea, bila simama imara. Kwa hiyo
Wewe ngoja mimi nikitoka huko wangu wa kwanza nikufikia hapo. Sasa mimi nikusii tu, weka urafiki pembeni na huyo jamaa. Na Waswahili wanasema tumia pesa, usichezee kazi. Ni kweli. Na kingine labda mama mzima? Mama kwa kweli nashukuru mama mzima japo sijaongea nao hivyo. Lakini mama ni mzima Okay. Basi sawa. Sasa afu nilisahau. Unajua hujaniambia vipi kuhusiana na shemeji, amerudi? Kwa kweli ndugu yangu kaje haya ndio nileta wangu kuhusu na wewe shemeji yako. Tumekwenda tujampata lakini kuna taarifa ambazo nimesikia kwamba katika kuchapishapo. Ndio. Ila natumaini mambo yataenda vizuri. Lakini kifupi tu kwamba tutapata. Hao wanawake jamani. Sijui tuwafanyie nini kusudi watulie. Tulipo kate rafiki yangu. Hamna namna kwa tukuzima na kuomba Mungu atusaidie. Okay. Basi mimi nikutakie usiku mwema, na ukienda pale mimi nikusitu, weka urafiki pembeni. Weka urafiki pembeni. Mimi nahangaika hapa ofisini. Kuna siku sipo. Nami sina to pressure, wewe ni wangu tu. Fungua pazia kwa dirisha, ukisi joto. Mwili ukitaradadi, nasau mpaka mafansi. Miteko fulani, chumbani, yani joto. Bebe. Nami nikupe bebe. Samahani. Hivi unaitwa nani? Unaitana. Ni mtu wa wapi? Natokea Dar es Salaam. Dar es Salaam. Wow, hongera. Asante. Nadhani mheshimiwa kapata mchapakazi kweli. Hamna, tusinajua tena kwenye kazi zetu. Changamoto zikosekana. Changamoto ni lazima hasa sehemu za kazi. Samahani, vipi mheshimiwa nimemkuta? Yupo amepumzika. Okay. Good. Lakini pia mwenyewe hongera. Asante. Mashimba. Vipi ase? Karibu. Asante sana, nimekaribia. Naona leo mama kunifanyia surprise. Bana nyumbani hapa. Aisee, karibu sana. Karibia wewe, maana wewe ndio umenikuta hapa kwa. Hakuna shida. Wewe hapa si kama nyumbani tu bwana. Ni kweli kabisa. Okay. Na. Ben. Ile kazi niliyokupa umemaliza mama? Hapana, maliza. Kamalizie basi. Haya mama. Mashimba. Ndio bwana Mkalamba, naona. Ndio. Mbani panapendeza. Sio mbaya, lakini pia kazi yangu najivunia kuiona. Nashukuru. Bana. Ofisi ilipendezesha. Bwana Mkalamba, ukiacha na sifa zote za hapa nyumbani kwako. Kuwa pazuri, kazi yangu niliifanya vizuri. Hivi wewe unajisikiaje ingekuwa ni kwa upande wako vaa viatu vyangu? Na ndio maana sijateteleka kufika hapa ndani kwako. Sasa ninachotaka ukisikia ni kimoja tu kutoka kwako. Tunamalizaje issue? Bwana Mkalamba, hapa nyumbani kwako pamependeza. Nyumbani kwako panang'aa. Mimi mwenyewe najivunia kazi yangu ni nzuri. Nikiangalia pia kabati ulifanikisha sawa na malengo yako ulivyokuwa unataka. Basi na mimi niko hapa. Amna. Kikweli swala lako lilikuwa linaniumiza sana kichwa na nilikuwepo njiani. Ila pia nilikuwa nataka tuzungumze kwanza. Kwa sababu kiukweli niko kwenye hali fulani ambao sio nzuri. Kwenye hili nafikiri uendelee tu kunifanyia uvumilivu. Hapa ndipo ofisini kwangu na hali mbaya. Hapa ndipo ofisini kwangu mwenyewe nakimbia, nimekuwa mkimbizi bwana Mkalamba. Kazini kwangu kiti hakikaliki. Sawa? Nimefanya kazi yako, nimemaliza. Basi na mimi naomba nipe changu, nikawe huru na kazi yangu. Nadaiwa kama mimi ninavyokudai bwana Mkalamba. Mimi mpaka kuja hapa kwako sio swala rahisi. Basi na mimi nifanyie ungwana kama mimi nilivyokufanyia ndani kwako pamependeza, niondoke. Nafikiri tunaelewana. Najua changamoto zipo. Haziwezi kukosekana, manake hata mimi nazipata tu pia ofisini kwangu.
ila jaribu kunivumilia. Mimi ni ndugu yako, siko kwenye hali nzuri, niko vibaya. Sasa ukiona kama nakukimbia, kwa sababu wewe sasa unaona kama nakukimbia, mimi siwezi kukukwepa. Wewe ni ndugu yangu, tumetoka mbali, tumeshirikiana vitu vingi, tumefanya kazi nyingi. Itakuwa hii kazi kadogo namna hii mimi nikukimbie wewe kweli? Bwana Mkalamba, achana habari ya kujuana mimi na wewe. Hii ni kazi. Bwana Mkalamba anataka pesa. Sijui kama unanielewa. Mashimba, sio kwamba nimezarau kazi yako ndugu yangu, na wala siwezi kusubutu, lakini hebu jaribu kunivumilia basi ndugu yangu. Mimi na wewe hatujawahi kuishi hivyo. Kwa mambo yako na masuala yangu ya pesa na kikazi yanahusiana nini? Bwana, nikikuelezea mambo yangu wewe unaweza kuyamudu? Nikikubebesha mzigo wangu nilionao kwenye familia yangu, huwezi kugusa hata robo. Okay. Mimi sijaja hapa kubishana wewe, si ndio? Liweke akilini. Nanyanyuka, naondoka. Kwa mara nyingine tena hapa nyumbani kwako. Acha ile ya ofisini yenyewe niliondoka. Ila naomba nikifika nyumbani nipate ripoti kamili kuhusu pesa yangu. Nasikiri umenipata, si ndio? Kwenye mbili uanza na moja, mimi bado unajikunguja. Pata yangu ya Mungu nisaidie, saidie. Riziki yangu imepigwa na kufuri, na nyota yangu imepigwa na muhuri. Sina na bado na wena njoo hapa. Nilikuambia nini kuhusu utaratibu hapa nyumbani? Usiingize mtu ndani, lakini mimi nilijua ni mtu kwa karibu. Imekuwaje unamfungulia mtu na muingiza ndani bila kunipa taarifa? Mimi nilijua rafiki yako. Hata kama tunafahamiana, ndio muingize bila kuniambia? Kwa nini usitumie hiyo simu yako kunipigia simu kwamba kuna mtu yupo na vocha na kuwekea kila wiki vocha shilingi 2000? Salio iliisha. Haya sawa, hata kama vocha huna sasa, si unajua niko ndani? Kwa nini usiniambie? Unaenda kumfungulia mtu na kumuingiza ndani bila kunipa taarifa yote. Sasa mimi ndo nasikusumbuli kumelala. Mambo kipumbavu, mmetoka huko kwenu mnanuka shida tunawasaidia hapa alafu mnaleta mambo kijinga. Toka hapa. Pumbavu. Nikudolea macho kama komba hapa. Shenzi mtupu. Nikuletea madeni hapa mtu mdini unamuingiza tu mtu ovyo. Those fire. No one to get over this. Purchase your tracks today. Karibu dadangu. Asante. Habari za hapa? Kwema, za huko? Kwema, sijui nyie huko. Hatujambo, mjukuu jambo? Hajambo. Nimefurahi sana 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 kukuona kwa siku ya leo tena. Ni jambo la kushukuru kwa kweli. Hivi, hujapishana hata na mtu ambaye akakwambia jinsi, yani siku hizi unanawiri, siku hizi unapendeza, unawaka. Hebu nipe siri ya mafanikio. Mambo yenu haya. Kivipi? Mlinitoa matongotongo mkanitoa ujinga. Si mlinipata mkaniambia kwamba niingie kwenye mambo ya mikopo. Mwenzenu nimejipata. Tena nikwambie sasa. Mikopo yangu dada, sio mikopo ya uchochoroni mnaochukua nyie. Mikopo yangu ni ile, yani mkopo wangu ni ule mkubwa, unasimamiwa na mwanasheria. Wacha we. Ndio, mambo kwenda kuchukua mkopo sijui. Si unaitwa nini? Kausha damu naita wenyewe. Nana nazana na maisha. Na kweli umejipata. No, kitaka kufanikiwa ndugu yangu, chukua mkopo huu mmoja tu. Si unachukua mkopo kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Wewe ni mtu wa kurejeshaga tu marejesho.
Hiyo unategemea kwamba hiyo nyumba haijakimbia? Hiyo inaitwa kausha damu. Bado kausha maji. Ndio hivyo sasa. Nakufundisha maana wewe na huyo shoga wako ukakimbia nyumba ukajikimbia, hata wewe mwenyewe ukajikimbia hivi. Mmechukua mikopo mingi lakini hakuna hata cha maana mlichokifanya. Zaidi ya unaishia tu kuuza nyanya. Lakini dada, unakumbuka ile kipindi ulivyotukimbiza na ule mtoto wa watu? Sasa ndugu yangu, ukitaka hata kuja kuomba mtaji, mimi niko lazima nitakupa mtaji mdogo wangu. Yaani ni wewe tu uniambia kwamba uko tayari, lakini huu ujinga wako wa kuingia huku na huku acha. Leo hii wewe ndio sasa hivi umenoga, umependeza mtoto. Mwanzo mgumu ndugu yangu. Angalia usitongozwe huko. Naona toka nimeingia hapa una furaha mwenyewe. Dada, kuhusu swala la mtoto, sio swala la kuongelea huko nje. Hebu tuingie ndani tukaongelee ndani. Lakini naona umebadilika ghafla, lakini mimi sikuwa na nia mbaya. Mimi nilikuwa naongea tu kama mtu anatania na ndugu yake. Sister. Kwema? Kwema? Mbona unapita sasa hivi? Kwema? Nimetoka kwa rafiki yangu hapo mara moja ndo nashuka nyumbani. Mwenyewe nimetokea hapo nyumbani. Kama unavyojua. Siku ya pili sasa. Wifi yako hajulikani alipo. Kwao naenda tena kupita sehemu ambayo najua labda naweza nikafanikiwa kumpata. Alafu samani kama nitakuuzi. Maana najua kabisa hiki ambacho nitaenda kukiongea kitakukera. Nimepiga simu kwa ndugu zake wote. Nimepiga simu kwa marafiki zake wote, mashoga wake wote nao wajua. Lakini sijafanikiwa kujua yuko wapi. Toka ameondoka hapa nyumbani, sina taarifa yoyote. Hivi uko sawa kweli? Uko sawa kabisa yani. Wewe kuniuliza kama msala mke wako? Hivi kweli mtu akishaamua kukuharibia siku ni anakuharibia haswa? Yule mimi ni mke wangu. Kwa kuna shida gani ukionyesha ushirikiano kwangu? Kwa mimi nifanyaje? Nikufanyaje labda? Nikubebe mgongoni au tukamtafuta wote? Sawa. Lakini kitu kinaniuma sana. Maana tangia ameondoka nyumbani hamna ushirikiano wote wa ndugu, baba, mama, wewe mwenyewe. Mimi leo kukupa ushirikiano wewe. Sikia. Siku nyingine ukanikuta sehemu au tumekaa sehemu mimi na wewe, naomba ongelee swala la muhimu na sio swala kama hili. Upuzi wako siutaki. Mke wangu, umefuata nini hapo? Na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? Sitaki kubishana na wewe. Sawa. Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu. Na ndo nimetoka juu kule Roshen namba 4 kwenye ukumbi wa mkutano. Wewe umefuata nini hapa? Afadhali hata roho yangu imetulia. Kawivu baba. Hujanijibu swali. Wewe umefuata nini hapa ICG? Mume wangu, kuna rafiki yangu amechukua ukumbi hapo juu. Wana sherehe ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba huko juu? Ndio. Sasa mbona hukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Wiki iliyopita si nilikwambia, lakini si ndio hii sherehe? Kumbe ndio mlikuwa mnaongelea ICG sote? Ndio. Unajua mawazo nayo yamekuwa mengi. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatafuta hoteli za kufikia na kumbi nzuri? Mume wangu, mimi ninawaambia tu. Mimi na mume wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, huku SG Resort mambo ni moto. Yaani hautamani uondoke. Hutamani mume wangu. Au turudie kufunga hii ndoa. Unamaanisha tufunge ndoa huko tena? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya SG Resort, tuandae tu sherehe,
alafu tutaifanyia hapa. Umeongea mume wangu. Oh, tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitaja umia, na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea, yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima mpaka natia huruma. Hata nyumba sina,